kuja kukumbushana yale mambo muhimu ya kuzingatia kwa wewe mlipa kodi katika kuhakikisha kwamba unamaliza mwaka wako salama. Na mtu anaweza kaniuliza kwamba hivi zile tarehe za kulipa kodi ni tarehe zipi? Tarehe zipi? Sasa mtu anaweza akajiuliza kwa nini Disemba? Mtu anasema kwamba labda mwaka wa serikali si unaanza Julai hadi mwezi wa sita, kwani na nyie TRM namaliza mwaka. Lakini kumbuke kwamba wafanyabiashara walio wengi mwaka wao wa kibiashara au mwaka wa mapato unaanzia ile tarehe mosi Januari na unaishia tarehe 31 ya mwezi wa 12. Na hata nakumbuka kwamba tuwashukuru sana wadau wetu Global, hata ninyi mmetusaidia sana. Mwaka huu wakati tunaanza tumekuja kuwaelimisha, kuwakumbusha wadau wetu kuhusu wajibu wao kufanya makadirio ya kodi. Na wengi wameitika. Ile Januari mosi mpaka tarehe 31 ya mwezi wa tatu, wengi wamejitokeza katika kuhakikisha kwamba wanafanya makadirio ya kodi. Sasa baada ya makadirio pale, mtu analipa kodi yake ya awamu ya kwanza ambayo ilikuwa ni mwisho ilikuwa ni tarehe 31 ya mwezi wa tatu. Ya pili ilikuwa mwisho tarehe 30 ya mwezi wa sita. Ya tatu ilikuwa tarehe 30 ya mwezi wa tisa ndio ilikuwa mwisho. Kilele ilikuwa ni tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Kwa hiyo tuendelee kutoa rai kwa Watanzania wote wale ambao tayari wako kwenye biashara. Bwana Godmuya, isiwe kama biashara yako wewe labda umeanzia mwezi wa 12 ukasema nasubiri mpaka mwezi wa tatu ndio niende kufanya makadirio, niende kusajili. Sheria ya kodi inasema hivi, ndani ya siku 14 tokea ulipoanza biashara yako, hata kama ikiwa ni ndogo, unatakiwa ujisajili Mamlaka ya Mapato Tanzania. Na katika kujisajili huko sio lazima kwamba ukifungua tu biashara ulipe kodi pale pale. Hapana. Takwa ambao lipo la kisheria ndani ya siku 14 ni la kujisajili. Nakumbuka yale mambo matano ambayo tulikuwa tukiasisitiza siku zote, ambao mambo matano ya kuzingatiwa kwa mlipa kodi. Jambo la kwanza ni usajili wa biashara. Kila mmoja hakikisha kwamba mimi nilipo kwenye biashara, hakikisha kwamba biashara yangu nimeisajili, biashara yangu imepata namba utambulisho wa mlipa kodi. Labda kuna uwezekano mimi nafanya mauzo yale yanayotozwa kodi, tunaita taxable supplies, mauzo zaidi ya milioni 200. Mimi nitasajiliwa kwenye kodi ongezeko la thamani, yani VAT, ambapo nitakuwa ni wakala wa serikali wa kukusanya zile VAT. Jambo la pili, hakikisha kwamba nimefanya makadirio na kuwasilisha return mbalimbali za kodi. Kumbuka hizi return ziko nyingi. Kuna return ya kodi ya mapato, kuna return ya VAT, kuna return ya kodi zile zinazotokana na ajira ambayo ni PAYE na SDL, kuna return ya kodi za kidigitali, kuna return ya kodi zinazotokana na excise duty. Najua jioni wengine wanakaa somewhere wanajipongeza. Wakati ukifungua kile kizibo, kiangalie kama kina stamp hiyo, hakikisha kwamba unapata kinywaji ambacho kiko kihalali. Lakini jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba tunalipa kodi kwa wakati. Na ndio maana tumekuja hii Disemba kukumbushana na Watanzania na wazalendo ambao tuko hapa nchini, ambao ni walipa kodi, kuhakikisha kwamba tunalipa kodi zetu kwa awamu. Mwisho ilikuwa ni tarehe 30, ipo tarehe 31 ya mwezi wa 12. Tusubiri dakika za mwisho, tulipe kodi zetu mapema. Jambo la 4 ni kuhusu utunzaji wa kumbukumbu mbalimbali za kibiashara. Kuna lugha yetu kule mtaani tushazoea kuita kwamba mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa hiyo sasa kumbukumbu ni kielelezo kizuri sana, hata kama inapotokea mgogoro wote wa kikodi. Najua kuna migogoro ya kikodi mingine inawezekana mtu assessment ukasema kwamba makadirio nimewekewa makadirio makubwa, lakini justification, ushahidi, evidence nzuri itatokea pale, hata kusort out hiyo issue ni kwa wewe kuleta zile kumbukumbu, utunzaji wa kumbukumbu zako. Na hizi kumbukumbu tunazoziongea sio lazima utunze sijajua weke mifumo gani. Inawezekana kwa biashara yako ni kadogo, rekodi stock zako, jinsi unavyoenda kununua kule, hakikisha kwamba unakuwa na receipt. Na hata mauzo yako, kwa hata mzunguko wa biashara yako unaweza ukafanya ukaujua. Na jambo la mwisho ni matumizi sahihi ya mashine za kielektroniki za EFD au matumizi ya mifumo. TRA sasa hivi hatusemi sana EFD. Sasa hivi kuna watu wanatoa receipt hizo ambazo tumezikubali hata kwa njia ya mifumo. Tuna integrate ile mifumo, na ndio maana mabadiliko ya sheria ya kodi ya mwaka huu yameweka kwamba Bwana Godmuya, kama una mfumo wako ambao unaotumia kutoa receipt, huo mfumo hakikisha unasomana na mfumo wa nini wa EFD wa TRA. Kwa hiyo wewe ukitoa receipt zako zile au papers zile, chini zinakuwa na signature, tunaita electronic signature. Hauna haja tena kuanza kwamba hapa nina mashine ya kutolea receipt, hapa nina mfumo wangu. Kuna sehemu nyingine waga wanafanya hivyo. Na ndio maana vile receipt sometimes vina watermark zile za TRA. Mteja anaweza akaondoka na kale ka receipt, kumbe sio receipt halisi ya nini ya EFD. Na ndio maana sheria ya usimamizi wa kodi ya mwaka huu imekuwekea kwamba
kama una mifumo kama hiyo, hakikisha kwamba inasomana na nini, na mifumo ya TRA. Na jambo la mwisho kabisa ni ushirikiano na mawasiliano na mamlaka ya mapato Tanzania. Hiyo ni jambo muhimu. Ukiangalia mambo sita ndio vitu muhimu sana vya kuzingatiwa kwa mfanyabiashara pale unapofanya biashara. Sana. Mimi ndo maana napenda kukaribisha. Yaani unaweza kuwa na maswali 10 ukauliza maswali mawili tu lakini ukapata ufafanuzi mwingi sana. Sawa. Huu ni mwezi Disemba. Ndio. Tuna kama siku ngapi? 10 tu. Tuelekea kwenye Christmas. No, kama siku ngapi? 10 kitu. Tumalize mwaka kabisa. Mlipa kodi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamwambia nini kama mamlaka ya mapato Tanzania TRA? Ni kweli kabisa. Ukiangalia kwa nini tarehe 31 mwezi wa 12? Kwa nini Disemba? Disemba tuna vitu vingi ambavyo tunakumbushana na walipa kodi. Ya kwanza ni wale ambao wanalipa kodi ya mapato. Tunajua wafanyabiashara walio wengi wanalipa kodi ya mapato. Disemba ni mwezi wa kulipa kodi ya awamu ya mwisho, awamu ya 4 kwa mwaka huu 2025. Kama nilivyosema awali, wafanyabiashara wanalipa kodi zao kwa nini? Kwa awamu. Awamu ya kwanza, ya pili, kilele ni awamu hii ya 4 ambayo ni ya mwezi wa 12. Na ndugu mtangazaji na hata wasikilizaji na wanaotufuatilia wote, ikumbuke kwamba mwezi wa 12 hata mamlaka ya mapato Tanzania TRA tuna lengo kubwa la kukusanya almost karibia trilioni 4. Haijawahi kutokea. Kwa ndio maana leo tunarudi kwa walipa kodi. Leo tunarudi kwa wafanyabiashara kuwasihi na kuwataarifu kwamba hakikisha mwaka usipite ukiwa na madeni. Juzi kamishna mkuu alimejitokeza kwa walipa kodi na kuwasihi kuhakikisha kwamba hakikisha mwaka huu 2025 usije uka cross ukaenda 2026 ukiwa na madeni ya kodi. Ingia tembelea ofisi yote ya TRA kama utakuwa na shida yoyote ya kikodi, ili angalau iweze kusotiwa au iweze kupata suluhisho. Na imewekwa kwamba kila Alhamisi, siku ya Alhamisi ya kila wiki ni siku ya kusikiliza kero mbalimbali za walipa kodi. Jambo la pili baada hiyo ya kodi ya mapato ni kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Kuna wadau wetu, kuna walipa kodi ambao wamewasilisha ritani za kodi kwa wakati, ambao ni ritani hizo za VAT zimewasilishwa kila tarehe 20 ya kila mwezi. Lakini hawajalipa zile ritani, na ndio maana tukasema kwamba Disemba hii tuje kukukumbusha wewe mfanyabiashara ambao umeandikishwa na kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, kuhakikisha unawasilisha ritani yako kabla au mnamo tarehe 20 ya kila mwezi, ambao ndio tarehe 20 ya mwezi huu, na kulipa yale malimbikizo au na VAT ambayo iko katika hiyo ritani. Jambo la tatu, tunakumbushana na wale wote ambao, nakumbuka tulikuja hapa siku moja kwa ile mwezi wa 8 pale kuwakumbusha kwamba kamishna mkuu ametoa msamaha wa riba na adhabu kwa wale ambao wameingiza vyombo vya moto kwa kutumia njia ambazo si sahihi. Hivi vyombo vimekamatwa katika maeneo mbalimbali ya kiforodha, polisi, ofisi mbalimbali za TRA. Kamishna mkuu alitoa nafasi ya kusamehe au kutoa amnesty ya riba na adhabu kwa wale ambao wanamiliki hivi vyombo ambao viko either wanamiliki au vimekamatwa viko katika maeneo ya kiforodha. Wengi wameomba msamaha ule. Lakini kinachotakiwa pale baada ya kuomba ule msamaha na kamishna amekupitishia ule msamaha, ni wewe wajibu wako kuhakikisha kwamba unafanya malipo. Mwisho wa kuomba na kulipa hiyo kodi inayotokana na uingizaji wa magari hayo kwa njia ambazo si sahihi, ni mwisho ni tarehe 31 mwezi wa 12. Kwa ukiangalia mwezi wa 12 umesheheni vitu vingi, na ndio maana TRA si tukautumia huu angalau tukukumbushe kabla hujaanza zile safari za kwenda nje ya nchi, kabla Christmas siku ya Christmas haijafika, uhakikisha kwamba unazilipa hizi kodi, hasa wale ambao wana installment au wana kodi zile za kulipa awamu hii ya mwezi wa 12. Kwa hiyo tuna mambo mengi sana kukumbushana huu mwezi wa 12. Mambo ya msingi sana na umefafanua kwa uzuri kabisa. Sasa tulizungumza sana ile utaratibu wa mtu kulipa kodi kwa hiari. Tulizungumza kwa uzito mkubwa sana. Hili limefanikiwa na ni kwa kiasi gani? Na watu sasa hivi ule uhiari na utayari wa kulipa kodi bila hata purukushani ukoje? Nikushukuru sana, ni kweli kabisa. Turudi tena kuwashukuru walipa kodi. Ukiangalia kwa kufananisha TRA ya zamani na sasa hivi au walipa kodi wale wa zamani na sasa hivi, tunaamini kwamba sasa hivi uelewa wa kodi umeongezeka sana. Na ndio maana hata sasa hivi kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kuhakikisha kwamba hii elimu ya kodi tunaanza nayo huku chini. Angalau hata huyu mtoto akianza kukua, tumeanza
tumeanza huko juu kwenye vyuo, kutakuwa kuna clubs mbalimbali za kodi pamoja hata na masomo yenyewe kule, angalau kuna masomo la kodi ambayo inaenda kujumuishwa, kama sio somo hata kwenye entrepreneur hii inatakiwa kuwepo na masuala ya kodi. Yes, ndio maana hata wale walimu walioajiriwa karibia walimu 3000 na ambao wamepelekwa shule ya msingi na sekondari kufundisha masomo ya biashara, moja wapo somo ambao watafundisha ni hii somo la kodi. Kwa hiyo hiari wa ulipaji kodi, ndugu mtangazaji, umeongezeka sana. Cha kwanza ukiangalia TRS tunapimwa kwa kitu kimoja kikubwa, malengo tunayopewa. Na haya malengo yanaendana sasa na bajeti ya serikali inavyosema. Kwa mfano kama kwa mwaka wa fedha uliopita, lengo lile ambalo tumewekewa tumeweza kulifikia lengo hilo, tena kwa kitu kinachoitwa clean sheet. Kwa kule kwenye cross dongo tungeitaja vizuri sana, changanua vizuri. Lakini pia kwa mwaka huu wa fedha 2025 2026 tumewekewa lengo la kukusanya almost karibia trilioni 36. Ukilinganisha na ile ya mwaka jana, ile actual mwaka jana kuna ongezeko karibia trilioni 4. Okay. Lakini tumeanza vizuri. Miezi mitano yote hii ambayo tumeanza nayo, mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 na wa 11, tumeweza kupata hata yenyewe clean sheet. Najua wengi walikuwa wanategemea kwamba hapa kutokana na ups and downs ambazo zitokea hapa TRA tungelegalega. Lakini turudi tena kwa lipa kodi, kwa wafanyabiashara, wao wameendelea kutekeleza wajibu wao. Kwa ukiangalia kipimo kinachoonyesha kwamba uhiari wa ulipaji kodi umeendelea kuimarika. Lakini zaidi sana ile kapu la kodi ukiangalia sasa hivi limejazwa sana na kodi na sio faini. Ukiangalia kama kwenye nchi wewe unakusanya tu zaidi ya adhabu na faini, huo usimamizi wa kodi hapo una mashaka. Na kwa TRS sasa hivi kwa Watanzania wengi wanalipa kodi zao pasi na kusubiri kupigwa faini. Kwa hiyo ni degree moja hapo au ni kiashiria kimoja hapo kinachoonyesha uhiari wa ulipaji kodi umeongezeka. Wanaruhusiwa pia kulipa kidogo kidogo. Yes, ukiangalia baada ya makadirio yale, ndio wanasema makadirio wengi tunafanya mwezi wa kwanza mpaka wa 3. Then mtu unalipa kodi zako kidogo kidogo. Au baada hata ya ukaguzi. Kodi ambazo hazitaki kulipwa kidogo kidogo ni moja hapo zile kodi zinazotokana na ajira, pay as when, pamoja na kodi ya ongezeko la thamani yani VAT, pamoja na kodi zile za forodha. Unajua kwa sababu gani? Mfano kama zile kodi za VAT, maana yake umeikusanya wewe ile VAT kutoka kwa sisi walaji. Na ndio maana siku moja nikasema hapa, kati ya moja hapo kitu ambacho huwezi kukiepuka nini ni ulipaji kodi. Sababu mimi nikienda kugonga supu yangu pale nikadai receipt, ndani ya receipt ile kuna nini? Kodi. Kwa sasa wewe kama umeikusanya ile VAT, na ndio maana akasema kwamba unatakiwa ilipe yote kwa wakati mmoja. The same hapa na mwajiri wetu anayetuajiri. Akishatukata zile pay as when, hakuna cha kusema alipe kwa awamu. Hizo anatakiwa alipe nini zote kwa pamoja. Kodi hizi za mapato sasa ndio hizi ambazo mtu anaweza kulipa kwa nini? Kwa installment. Au mtu amefanya ukaguzi, baada ya zile kodi inayotokea pale mtu analipa kwa nini? Kwa awamu. Safi sana. Kwa upande wa kodi za forodha, mnasimamiaje pia uingizaji wa bidhaa hapa nyumbani, na utaratibu gani ambao unatumika ambao ni sahihi, ambao unaepusha pia wale ambao unajua kuna watu wanachoropoka kipindi cha nyuma walikuwepo, sasa hivi wapo, na utaratibu gani mnaotumia ambao wa kuhakikisha kwamba mambo hayapo? Karibu sana. Nikushukuru sana. Kwanza tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa miongozo yake mbalimbali. Pia tumshukuru Kamishna General Yusuf Juma Mwenda. Ameendelea kutoa miongozo yake sahihi pamoja na matumizi ya mifumo. Ukiangalia upande wa forodha, sasa tumeadvance sana. Mfumo wa forodha ulioboreshwa tunaita upgraded transisi, ulizinduliwa katika awamu ya kwanza mwaka huu, ambao umeendelea kufanya vizuri. Ukiangalia umerahisisha sana hata uondoshwaji wa mizigo bandarini kwenye mipaka ya kiforodha, au uingizwaji wa mizigo kutoka utoaji na uingizwaji wa mizigo kutoka nje ya nchi. Kuna neno la kiforodha ambao statement moja inasema kwamba mipaka hututenganisha nchi moja nchi nyingine, lakini forodha hutuunganisha. Customs connect while the borders divide us. Kwa sasa hii custom kama inatuunganisha, na ndio maana TRA tukaja na zile nini one stop border post, kwamba shughuli zote za pale forodhani, immigration, afya, zile taasisi zote zinakuwa katika jengo hili moja. Kwa angalau kunakuwa na kituo kimoja cha kiforodha ambao idara nyingine zote za serikali zinakuwa pale. Na amna ile naanzia hapa na ofisi nyingine iko kule, zote katika jengo hili, jengo moja. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, hata uondoshwaji wa mizigo lese kule Tunduma na Manga,
horo imerahisisha sana baada hizi OSBB kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunachoamini kwamba tuendelee kushirikiana na wadau wetu, na sisi tutawaelimisha panapokuwa na mabadiliko yoyote aidha kisheria kwenye sheria za kodi, tutaendelea kuwaelimisha kama ilifanyika kwa mwaka huu wa fedha 2025 2026. Kuna kipindi mlitoa msamaha kwa wale ambao waliingiza labda vyombo vya moto kinyume, utaratibu kama huo. Nakumbuka mara mwisho, yani ile tarehe ya mwisho ilikuwa ni mwezi huu tarehe 1, si ndio? Ni tarehe 31 mwezi wa 12. Kumbe bado inaendelea. Tuna hizi siku chache ambazo zimebaki. Kwa hiyo wana uwezo wa kufanya jambo. Likoje? Utaratibu ukoje? Utaratibu ili mtu aweze kupita katika huu msamaha. Ni kweli huu msamaha umetolewa kwa wote ambao wameingiza vyombo vya moto pasi kufuata sheria zile za kiforodha. Kamishna mkuu ametoa huo msamaha. Na ukiangalia kwamba ni wengi wameshaomba huu msamaha, lakini kuna wachache ambao walikuwa wamebaki kwa hawajaomba huu msamaha, na hivi vyombo bado viko katika maeneo ya kiforodha ya TRA. Lakini pia kuna wengine wameomba huu msamaha, wameshapewa remission. Kumbuka huu msamaha ni kwa ajili ya adhabu na penalty na zile charges nyingine za kukitunza kile chombo pale. Wewe unakuja tu kulipa kodi kama kodi. Kwa kutumia muda huo, angalau hizi siku chache ambazo zimebaki kuelekea tarehe 31 mwezi wa 12, kama unaangukia hapo, tumia hiyo nafasi kuhakikisha kwamba unailipa ile kodi kama kodi, ili zile adhabu na penalty ziendelee kufanya. Kumbuka kama ikifika tarehe 31 mwezi wa 12, kama uliomba amnesty, uliomba rejesho ya hizo riba na adhabu, kama hujaitumia, maana yake kamishna mkuu anayo nafasi sasa kuzirudisha zile penalty na interest kama kawaida, na ile gari au kile chombo kitakuwa na nini, utatakiwa ulipe kodi jumlisha na hizo penalty. Tutumie muda huu kabla ya tarehe kukamilisha. Yes, hivi kila mwenye biashara anatakiwa alipe kodi. Yani kama master pale ana mti wake wa maembe pale, huwa anatoa pale anauza. Yani kila mtu mwenye biashara hapa nchini lazima alipe kodi. Utaratibu ukoje? Ukiangalia kodi ziko nyingi. Mimi hapa nazungumzia kuhusu kodi ya mapato. Mfano umezungumzia kuhusu mzee wetu master pale. Tuna vitu kama 4 au vya kujikagua. Utajiuliza, hiyo biashara ninayofanya au shughuli ninayofanya inanipa kipato? Kama inanipa kipato, natakiwa nilipe kodi. Je, mimi nafanya matumizi? Kama yanafanya matumizi, consumption, maana yake natakiwa nilipe mapato au nilipe kodi indirect kwa kudai receipt. Kumbuka kama nafanya matumizi, nikaenda kugonga chai yangu pale kwenye kibanda, hata kama ni kidogo, angalau nipe justification. Isipokuwa wale wadogo kabisa, ndio naamini kwamba hata uwezo wa kutoa receipt hao. Ila kwa mfano kama hotelini, restaurant, yes, ukishamaliza kutumia au namba receipt yangu, mwezi wa 12 kuna manunuzi mengi ambao yanafanyika. Dai receipt pale kuna nini? Kuna kodi. Jambo la 3, umiliki. Mimi namiliki gari, namiliki nyumba, nitalipa tu kodi kutokana na nini? Na umiliki wa kile chombo, umiliki wa ile nyumba. Jambo la 4 ni kuhusu permits au vibali. Nataka labda kupata kibali cha biashara, license, nitalipa kodi. Kwa katika mazingira hayo, either mtu unaweza kulipa kodi kwa njia hiyo. Lakini sasa kwa upande wa kodi ya mapato kwenye biashara, wale wenye mauzo, niseme tena, wale wenye mauzo kuanzia 0 mpaka milioni 4, hawa wanalipa kodi katika kiwango cha 0. Kwa maana yake unaweza ukasema kwamba hawalipi kodi. Hatutaki kusema kwamba hawalipi kodi, sababu kuna takwa la kwanza ambao wanatakiwa kulifanya, lazima wajisajili na then wafanye tathmini ya nini, ya mauzo yao kwa afisa wa TRA, na baada ya kujitosheleza wataikiwa kodi katika kiwango cha 0. Hawa tunaweka kwenye uwatamizi, na ndio wanasema kwamba si wote wanaolipa kodi ya mapato. Hawa wadogo wenyewe wanawekwa kwenye uwatamizi ili angalau wakue, wawe na mauzo makubwa, waendelee kulipa kodi. Mwenye mauzo kuanzia milioni 4 mpaka milioni 7, huyo analipa kodi katika kiwango cha 100,000, na hiyo 100,000 yenyewe unalipa kwa awamu 25 mara 4 kwa mwaka. Milioni 7 mpaka 11 unalipa 250,000, na yenyewe tunaigawanya vipindi 4. Kuanzia milioni 11 mauzo hayo na kuendelea mpaka milioni 100, huyu sasa analipa kodi kutokana na mauzo yake ambayo anapiga tu 3.5% pale. Unajua kwa sasa hivi hata ukienda TRA angalau kuna kakitu unakajua kwamba mimi kodi yangu itakuwa kitu. Hauwezi kwenda ukiwa blind au ukiwa hujui. Angalau unajua wastani kodi. Anaye mauzo sasa kishazidi milioni 100, huyu sasa sheria na mlazimu atengeneze mahesabu ya biashara yake. Huyu lazima awe na mshauri wa kutoa nini, mshauri wa kumtengenezea mahesabu yake. Hata makadirio huyu si lazima afike TRA, anaweza akafanya self assessment akanani. Mauzo yakishafika milioni 200,
kwa kama unafanya biashara zile ambazo zinazotozwa kodi, huyu ni lazima asajiliwe na kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, na kulipa kodi zake zile za kila mwezi. Nisha kuokota 50,000 ya kamishna mkuu. Ulikuwa kuna mkutano pale, akauliza nani mwenye risiti hapa, waandishi wote walikuwa na risiti. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikaokota, na nadhani siku ya kuwa vizuri kwa sababu najua angenibariki vizuri kabisa. Na yeye ni muumini sana kuhakikisha kwamba watu wanadai risiti. Mimi kuna mpaka mgawa pale, wakiniona tu yani lazima EFD itafutwe. Wakiniona tu yani wanajua kabisa huyu lazima aondoke na risiti. Jambo la msingi sana, na unajua inaanza na sisi. Kwa sababu mimi ndo mtu wa kwanza, wewe ndo mtu wa kwanza, yani kila mtu ni mtu wa kwanza kabisa katika maendeleo haya kulipa kodi. Hakuna mwingine atakayejenga nchi, mimi na wewe. Jambo la msingi kabisa. Mnarahisisha vipi utaratibu wa ulipaji kodi? Ni kama zamani mtu kuja kulipa kodi lazima afike ofisi za TRA ndo aweze kuchukua ile control number, akalipie, arudi, makaratasi kibao, au utaratibu ukoje? Sasa hivi ndugu mtangazaji, kweli kabisa utaratibu umerahisishwa sana. Sasa hivi sio lazima hata ufike TRA. Na kumbuka kwamba sasa hivi tumeambiwa hata taasisi zetu hizo, hata wakati wa kutengeneza mahesabu, mimi nimeandikishwa, ndio maana naita CPA, nimeandikishwa na Bodi ya Taifa ya Wahasibu NBA. Sometimes hao wenye CPA wanatengeneza mahesabu ya biashara mbalimbali ya watu mbalimbali. Sasa hivi kuna requirement ya kusema kwamba tutunze mazingira. Hata TRA tumepunguza matumizi ya makaratasi. Ndio maana sasa hivi kabisa tunakutumia tu miti mingi sana. Tunakutumia tu control number kwenye simu yako. Au wakati unaenda kufanya makadirio ile mwezi wa kwanza mpaka wa 3, unapewa control number za mwaka mzima. Kwa hiyo maana yake unaweza kufanya malipo hayo, si lazima ufike TRA. Unaingia tu kwenye simu yako janja au kwenye application yote ya benki yote utakao kuwa nayo kwenye simu yako, unaweza kulipa kodi hiyo bila kuchelewa. Kwa hiyo sasa hivi hata zile asema TRA kuna foleni kubwa sana. Tulianza zamani. Ukiangalia ile mwaka 96 wakati TRA inaanza, kodi kuna madirisha maalum yametengwa. Unakuja na burungutu lako la kodi, ndio maana wakasema TRA wana pesa. Sasa watu wafanya zile pesa wapi? Ofisini. Lakini sasa hivi mtu unalipa kodi yako uko kitandani, uko nje ya nchi. Na ndio maana ukiangalia kwenye sheria ya kodi ya mabadiliko ya sheria ya mwaka huu, yamefuta ile automatic extension ya VAT submission date. Kwa sababu gani? Ilikuwa sema siku ya VAT ikiangukia weekend, ikiangukia Jumapili, ikiangukia siku ya sikukuu, ikiangukia siku ya Muungano, siku ya Uhuru, siku ya uchaguzi, whatever the case, unakuwa unapewa siku mbele, siku ya kazi inayofuata. Sasa unakuta siku moja siku ya VAT ikaangukia siku ya Jumatano, ambapo siku ya Jumatano hiyo siku ya Idi Mosi. Alhamisi ile ikaangukia siku ya Idi Pili. Ijumaa ikawa ni Christmas, ile tarehe 25. Jumamosi, Jumapili, ila serikali imekaa muda mrefu. Ndio maana sheria na maendeleo kule yanasubiri pesa. Ndio maana mwaka huu wakabadilisha kwamba hakuna tena kuongeza muda kwenye submission au wasilishaji wa return ya VAT. Kwa sababu gani? Mtu anaweza akajisevia mwenyewe, yuko nyumbani, yuko wapi, anaweza akawasilisha hizi return za VAT. The same apply hata kwenye malipo ya kodi. Mtu anaweza akafanya malipo ya kodi hata kama yuko kitandani, yuko nje ya nchi, yuko kanisani, yuko msikitini, yuko safarini. Sio lazima awepo ofisini, sio lazima aje TRA. Unaweza ukalipia. Letu jambo ni kukukumbusha tuwe mlipa kodi ya kwamba tarehe 31 mwezi wa 12 tarehe ya mwisho ya kulipa kodi yako ya awamu hii ya 4. Tutakuja kwenye namna ambavyo mmejipanga. Nadhani njia moja hapo ndo hii, kama kuzungumza na wananchi kupitia vyombo vya habari, kwa sababu si ni viunganishi. Lakini natamani kufahamu kwa watu kama Happy, hana biashara pale, lakini anaona kabisa mimi na wajibu wa kujenga taifa langu. Anafanyaje? Ni kweli kabisa. Kwa hawa ni ile jambo zuri sana. Ni mzalendo. Kuna mwingine hana biashara, lakini ujue kuna sehemu nyingine yasema kama hujafanya research no right to speak, si ndio? Lakini sasa huyu mnakuta mimi natakiwa niulize serikali kwa nini hajaniletea mradi wa maji, kwa nini hajaniletea mradi wa umeme kijijini kwangu, kwa nini hajaniletea barabara. Angalau na wewe kuna kitu angao kifanye. Niseme tuna Mtanzania, hata kama hauna biashara, una nafasi ya kulijenga taifa lako kwa kuhakikisha kwamba ukienda kufanya manunuzi yako yoyote, hakikisha unadai receipt. Na ndio maana akasema kodi unalipa mtu kwa njia mbalimbali. Nikifanya consumption, nikifanya matumizi, nalipa kodi. Hata kama sina biashara, nalipa kodi kwa njia hiyo ya matumizi. Umenipa huduma, nipe receipt yangu. Nimekulipa shilingi 100, nipe receipt ya shilingi 100. Sio nipe receipt ya kutembelea. Jambo la msingi sana. Sawa, sasa mmejipangaje pia kuhakikisha kwamba hii elimu inawafikia watu wote Tanzania nzima?
Tuwashukuru kwanza wadau kama ninyi. Ni watu muhimu sana kuhakikisha kwamba tunachoamini, mfano kama let's say Global hapa ni Watanzania wangapi ambao wanatusikiliza. Watu wanani, zamani tulikuwa tunasubiri tu tukuite kwenye seminar. Watu kwenye seminar hizo hawaji. Kwa hiyo njia ambazo tunatumia wanasubiri posho. Tunatumia njia hizo za seminar, tunatumia njia kukutembelea elimu ya kodi mlango kwa mlango. Na ingawaje na hii na yenyewe na changamoto zake. Ukiwa labda hali ya hewa ikiwa ni hairuhusu vizuri, kukiwa ambao labda kuna machafuko labda kwenye eneo husika, huwezi kuifanya vizuri. Lakini pamoja na hivyo ndio maana tukabuni kutumia nini, wadau kama ninyi. Tutumie vyombo vya habari, tutatumia na mitandao yetu. Sasa hivi ukiangalia kwenye tovuti yetu imekuwa ni rafiki sana kuhakikisha kwamba inakufikia wewe. Lakini pamoja na hivyo mitandao yetu hii elimu ya kodi kidigitali itakufikia vizuri. Kama kuna mabadiliko yote ya kodi sasa hivi ukiingia kwenye tovuti zetu, hata tovuti za wadau kama ninyi, najua mna vipindi mbalimbali vya umma vya kuhakikisha kwamba tunawaelimisha Watanzania kuhusu ulipaji kodi wa hiari. Lakini zaidi sana kuhakikisha kwamba hii elimu ya kodi tunaipeleka katika vyuo, katika sekondari na katika shule ya msingi, ambao tukianzia kule chini wadau mbalimbali watakuwa nani. Lakini pamoja na hivyo, sehemu nyingine ya matumizi tunayotumia ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na vipeperushi vya kutosha, zile publications zinazohusu vitu mbalimbali vya kikodi. Angalau ukiwa safarini, hata kwenye simu yako unajisomea. Sasa hivi sio lazima tu print vitabu. Kumbuka tunatunza mazingira pia. Kwa hiyo angalau watu tunaweka kwenye soft copy, mtu anaweza akadownload, akapaa kwenye kompyuta pakato yake, akaweka kwenye kwenye simu yake, mtu akaendelea kujisomea. Mambo akaendelea kabisa. Jambo la msingi sana. Tunamaliza mwaka, bado siku kadhaa, yani bado siku chache sana, kama 13 hivi tuweze kumalizana na huu mwaka. Neno lako kwa mwananchi, lakini pia unamwambia nini mwananchi mlipa kodi, ama wito wa TRA kwa mwananchi wa kawaida ambaye anatakiwa kulipa kodi kwa namna moja ama nyingine, kwa maana ya kudai risiti au kama ni mfanyabiashara kulipa kodi na vitu kama hivyo? Karibu sana. Asante sana. Kwanza tuwashukuru sana. Tunarudi tena kwa walipa kodi, kuwashukuru sana kwa jinsi wanavyoendelea kulipa kodi zao kwa hiari. Na zaidi sana tuendelee kuwatakia afya njema, sababu afya ndio mtaji wa kila kitu. Lakini itawezekana hiyo kama tukilipa kodi. Kila mmoja hakikisha kwamba anatimiza wajibu wake wa kulipa kodi. Tukumbushane ya kwamba tarehe 31 mwezi wa 12 zimebaki siku chache kwa kuelekea tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kila mmoja aweze kutimiza wajibu wake wa kulipa kodi. Wewe ambaye una kodi ya ongezeko la thamani, wewe ambaye una kodi ya mapato, wewe ambaye una kodi za forodha, kuhakikisha kwamba unazilipa zile kodi vizuri. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba tunaepuka magendo. Tumia mipaka ambayo iko rasmi kuingiza bidhaa na kutoa bidhaa hapa Tanzania. Jambo la tatu ni ushirikiano ambao tunaoomba kutoka kwako, kuhakikisha kwamba unatupa au sisi tunakupa ushirikiano mkubwa katika kuhakikisha kwamba unalipa kodi yako vizuri. Jambo lingine la 4 ni kuhakikisha kwamba ukienda kufanya manunuzi yako yote, hakikisha unadai risiti, na risiti hiyo ndio kuna kodi ya serikali. Na mwisho kabisa ni ahadi yetu au commitment yetu kwa mwaka 2026 ya kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania tutaendelea kuwa na wewe mlipa kodi kwa njia mbalimbali, kukuelimisha, kukukumbusha, hata sehemu nyingine kukufuata katika maeneo yako ya biashara. Lakini zaidi sana tutaendelea kuwatambua wale walipa kodi wanaofanya vizuri katika kuhakikisha kwamba wanalipa kodi zao vizuri, wanazifuata zile KPI ambao tumesema na kuwazawadia kama sehemu ya motisha kuhakikisha kwamba watu wanalipa kodi zao vizuri. La mwisho kabisa, hatuna Tanzania nyingine. Tanzania yetu ni moja tu, mimi na wewe, kuhakikisha kwamba tunalipa kodi. Maendeleo haya tunayotaka, watoto wanasoma shule bure, vituo vya afya kuboreka, huduma za afya kuboresha, maendeleo, miundombinu, yote hapa italetwa na mimi na wewe kwa kuhakikisha kwamba tunalipa kodi zetu vizuri. Risiti yako ndio maendeleo yako. Na TRA tunasema kwa pamoja tunajenga taifa letu, na kodi yetu ndio maendeleo yetu. Asanteni sana. Asante sana kwa kuja, asante sana kwa elimu hii ya msingi kabisa. Lakini mimi ushauri wangu ni tuendelee pia kuwaelimisha wananchi namna ya kulipa mitandaoni. Unajua sasa hivi kuna wale ambao wako vijijini. Sisi vijana hapa ukiniambia mimi simu dakika sifuri tu. Lakini kuna wale wa vijijini pia, ili nadhani mpaka leo kuna watu ambao huwa wanakuja moja kwa moja ofisini, wamekuja kulipa kodi, kumbe alitakiwa kulipa mtandaoni kabisa. Kwa hiyo ile pia tuendelee kuisogeza kule, watu waweze kuielewa kwa uzito wake,
Yes, hiyo nadhani ni jambo la msingi sana. Tumelichukua hilo na tunaendelea kuliembrace kuhakikisha kwamba elimu ya kodi inawafikia, ndio urahisishwaji wa huduma zetu uwafikie na hata kule. Yes. Sawa, mimi nakushukuru sana CPA Paul Walalaze kwa kuja. Asante sana. Natakia kila laheri. Naamini sikukuu imebaki si moja hapo mbele. Kila mmoja atakuwa na nafasi yake ya kusherehekea. Namna yake. Hakuna namna. Na kwa njia nyingine siku nyingine tutakuja kuwaona wadau wetu. Hamna shida. Asanteni sana. Sawa, mimi nikushukuru sana mtazamaji wa Global TV kwa kuwa na sisi kuanzia saa 2 mpaka sasa hivi ni saa 4. Yaani tumekula mpaka muda kidogo hivyo cross dongo, lakini sio mbaya, ni kwa manufaa ya wewe ambaye ni unaijenga Tanzania kwa namna moja ama nyingine kwa kulipa kodi kwa option tofauti. Ukiuza toa receipt, ukinunua dai receipt. Kwa utaratibu kazuri sana. Lakini tembea na receipt yako, ukikutana na kamishna mkuu unaokota. Niamini mimi nishaokota. Sawa, sisi hatuna la ziada. Cross Dongo inafuata muda so mrefu. Alikuwepo Master Stambuli pamoja na Jaji Manyota. Mimi ni Gadmuya Leila pamoja na Salim Dilunga, amefanya kazi kubwa ya sisi kuonekana. Kesho na pia ni siku tutakuwepo. Bye bye.